Nashukuru Bwana kwa sababu ya kunipatia chance ya siku ya leo kunena na watu wake. Nikaelewa ya kwamba sio jambo la kawaida kuwa katika miongoni mwa hai. It does not matter which report you have today, but it's better to hear the report of God. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo nataka niende na neno la Mungu kwa siku ya leo. Kabla nataka nishukuru Bwana kwa sababu ya kutupea opportunity ya siku ya leo. Baba, katika jina la Yesu Kristo nakushukuru mara nyingine tena Mfalme. Nasema ni asante kwa sababu ya upendo na kwa kibali chako cha uzima kwa katika miongoni mwa hai. Pokea sifa na ukapokea utukufu kwa sababu unastahili. Asante kwa neno la siku ya leo Bwana. Wewe Mungu ukasema ya kwamba unakuachia neno lako na kulitimisha. Pokea sifa na utukufu na katika jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru na kuamini. Amen. Kwa hivyo nimesema ya kwamba vizuri kunena neno la Mungu. Nashukuru pia Bwana kunipatia nafasi siku ya leo kusimama mbele zenu kuhusia mausia ya Bwana. Ujumbe wangu ni mmoja. Ujumbe wangu ni kwamba which report do you believe? Nikaelewa ya kwamba kuna ripoti mingi inasikika katika maisha haya hasa nyakati tunapokaa ndani yake. Kwa hiyo nataka nikuhakikishie mpendwa msikilizaji mwenzangu ya kwamba ni heri kuamini ripoti inatokana kwa Bwana. Kwa sababu ripoti unaoamini siku ya leo, ripoti inaweza kupea mwelekeo katika destiny ya maisha yako. Kwa sababu ninajua kwamba kuna watu wengi wameamini ripoti wanaposikia katika maredio, wanaposikia katika watu, lakini hiyo ripoti haiwezi kuelekesha katika destiny ya maisha yako. Ni heri mpendwa siku ya leo kaweze kuamini ripoti ya Mungu. Na nataka nisome katika kitabu cha Isaya 53 mstari wa kwanza. Naamini ya kwamba Bwana Yesu ataenda kunena nasi jioni ya leo. Huyu ni Isaya anasema ya kwamba ni nani aliyesadiki habari tuliyoleta? Na mkono wa Bwana umefunuliwa nani? Bwana akabariki maandiko. Huyu ni Isaya alikuwa anatabiri kwa kuja kwa Yesu Kristo. Na akauliza ya kwamba ni nani aliyesadiki ripoti tuliyoleta? Nami ni siku ya leo kuna swali kuuliza wapendwa ya kwamba wewe ukiwa katika manyumbani, ripoti gani unasadiki ama unaamini siku ya leo? Na vile nimeanza kusema ya kwamba watu wengi wamekosa kuamini ripoti ya Yesu Kristo, kwa sababu Mungu alikuwa na kusudi njema katika maisha watu yake. Jinsi aliumba mwanadamu akakusudia mapenzi yake kila mwanadamu akaweza kufika katika yatima ya maisha mwake. Hapo ndipo tunaona ya kwamba wakati Mungu aliumba Adamu na Eva akaweka katika shamba la Eden, mpango wake ni kwamba kila mmoja wetu akaweza kufika katika ile destiny ya Mungu. Lakini kukosa kuelewa ni kitu ya kwamba Shetani alikuwa na techniques ya kwamba akaweza kufanya mwanadamu akafanya dhambi katika shamba la Eden, lakini hakukosa kuelewa ya kwamba Mungu alikuwa na mpango mzuri katika maisha ya mwanadamu. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo nataka nikwambia kwamba licha ya kwamba Adamu alifanya dhambi katika shamba la Eden, lakini Mungu alikuwa na purpose ama alikuwa the purpose ya mwanadamu akaweza kuleta eternal life. Ndipo unaona ya kwamba Yesu Mungu akapeana mwanao Yesu Kristo akakuja katika chini ya ulimwengu. Na neno lake linasema ya kwamba yeyote atamwamini atapata uzima. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo Mungu ananena jioni ya leo. Wewe mpendwa msikilizaji mwenzangu, ni ripoti gani uliyosadiki siku ya leo? Ni ripoti inakupea tumaini, na ni ripoti inakupea tumaini katika kesho yako. Jina la Bwana lipewe sifa. Ndipo Isaya akasema ya kwamba ni nani aliyesadiki habari tuliyoleta? Kwa hivyo swali langu mpendwa jioni ya leo, wewe katika maisha yako ni ripoti gani unaamini? Na nimesema ya kwamba ripoti yoyote unaamini siku ya leo, hiyo ripoti inaweza kufikisha katika destiny ya mwanadamu. Hapo ndipo tumeona siku ya leo dunia tunapokaa ndani yake, watu wamekata tamaa, watu wamekosa kuamini ripoti ya Yesu Kristo. Alikuja katika ulimwengu ndiposa mimi na wewe tukaweza kupata uzima, lakini kwa sababu ya kufanya dhambi ndiposa tunaona siku ya leo mambo tunapitia katika chini ya jua. Ndiposa mwanadamu amekosa kutumaini, amekosa kuelewa ama amekosa kusadiki ripoti ya Yesu Kristo. Lakini mahali tumesoma neno la Mungu linasema katika mstari wa 5, mbali aliyechukuliwa kwa makosa yetu, aliyechukuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Bwana apewe sifa. Hapo ndipo nataka nikwambie, kwa imani uliyoamini siku ya leo, ama kwa imani unaamini kwa kupenda mwana Yesu Kristo, ndiposa mimi na wewe mpendwa tuko wazima siku ya leo. Kwa hivyo ni yeye mpendwa siku ya leo
tukaamini ripoti ya Yesu Kristo, kwa sababu ripoti ya Yesu Kristo ndio ripoti la pekee inaweza kupea tumaini la uzima. Tumeona dunia tunapokaa ndani yake, licha mpango ya Shetani anataka kuangamiza destiny ya mwanadamu, lakini kukosa kuelewa ya kwamba Mungu alikuwa na mipango mizuri. Ndiposa neno katika Yeremia 29 inasema ya kwamba Mungu yeye anajua mawazo anatuwazia, mawazo yanatupea tumaini na tumaini la uzima milele. Kwa hivyo nataka nikuhakikishie mpendo wa siku ya leo, licha kuna mambo yote inatokea katika chini ya jua, licha kuna mambo mengi tunapitia katika chini ya jua, lakini yeye ukasadiki ripoti ya Yesu Kristo. Ripoti ya Yesu Kristo nasema nini cha maisha yako? Ripoti ya Yesu Kristo inasema aje? Nasema jinsi Mungu aliupenda ulimwengu akapeana mwanao peke yake, yeyote atamwamini atapata uzima. Kwa hivyo tunaelewa ya kwamba kuna the purpose Mungu alitoa mwanao peke yake. Mungu ana upendeleo, Mungu ana ukabila. Leo ila tu kaese kuamini ripoti ya Yesu Kristo. Bwana apewe sifa. Nataka tuende katika kitabu cha Hesabu 13 mstari wa 3. Neno la Mungu linasema ya kwamba 13 mstari wa 5 inasema ya kwamba Caleb akatuliza watu mbele ya Musa akasema, na tupande mara tukatamalaki, maana tuwaweza kushinda bila shaka. Mbali wale watu waliopanda pamoja naye wakasema, hatuwezi kupigana na watu hao, kwa maana wana nguvu kuliko sisi. Wakaletea wana wa Israeli habari mbaya ya ile nchi waliyopembeleza, wakasema, ile nchi iliyopita kati yake ile ya kuipeleza ni nchi inayowala watu wanaoikaa, na watu wote tuliona ndani yake ni watu warefu mno. Jina la Bwana lipewe sifa. Hapo ukisoma hiyo maandiko tunaona kwamba hapo ndipo wakati Musa alituma wana wa Israeli kwenda kupeleza katika nchi ya Kanaani, na hapo ndipo tunaona ya kwamba wakati watu walipoleta ripoti, kila mtu alikuja kuleta ripoti tofauti, lakini hapo tumeona ya kwamba katika mstari wa 3 neno la Mungu linasema ya kwamba Caleb akawatuliza watu mbele ya Musa. Hapo ndipo wapendwa, jioni ya leo nataka nikwambie, licha ya kwamba tumesikia ripoti katika ma-TV, licha ya kwamba tumesikia ripoti katika watu, lakini ili ukatambua ya kwamba kuna ripoti ya Mungu inasema nini katika maisha yako. Kwa sababu nimetambua ya kwamba licha wale watu walileta ripoti katika Musa, lakini Musa akaelewa ya kwamba hiyo sio ripoti ya Mungu. Akatuliza ripoti, akasema ya kwamba licha kwamba ile nchi tunaelekea na nchi inajaa maziwa na asali, lakini sisi lazima tupande ripoti tukaweza kumiliki ile nchi. Hivyo ndivyo siku ya leo wapendwa, siku ya leo licha kwamba tunasikia mambo yanatendeka siku baada ya nyingine, lakini yeye ukaelewa ya kwamba kuna ripoti ya Mungu inanena juu ya maisha yako. Ripoti ya Mungu inasema ya kwamba kuna mali tunaelekea, na neno la Mungu linasema ya kwamba does not matter the problem which you are facing now, but kuna uwezo kulinganishwa na utukufu Mungu Yesu Kristo ametuandalia. Ndipo Musa akaelewa ya kwamba lazima sisi tupande. Kama ukielewa ya kwamba katika kupanda lazima ukaweze kusweat, lazima ukaweze kung'ana katika mlima. Hivyo ndivyo watu pendwa siku ya leo katika hii safari ya imani tuko ndani yake. Licha mambo yote inaweza kufanya ukashushike moyo, lazima ukaelewa ya kwamba kuna Mungu aliko na mipango mizuri katika maisha yako, na kuna hadi amekuahidia kama mpendwa wakati unakaa katika imani. Jina la Bwana lipewe sifa. Ndiposa tunaona ya kwamba Musa neno la Mungu linasema ya kwamba Musa akatuliza watu akasema sisi lazima tupande. Nataka nikwambie mpendwa siku ya leo, licha kwamba kuna sauti mingi zilizo katika chini ya jua, lakini ili ukatambue sauti ya Mungu ni gani, nikaweza kunena katika maisha yako, kwa sababu tumetambua katika maandiko neno la Mungu linasema kwamba wale watu waleta ripoti, wengi wao waliangamia katika nchi ya jangwani. Hivyo ndivyo siku ya leo wapendwa, wakati tunaangalia tunaona mambo yendi vile watu nataka, wakati magonjwa inatokea siku baada nyingine, wakati watu wanaongea mambo kinyume na imani ya Yesu Kristo, hakika watu wengi wanaangamia katika jangwani. Lakini nataka nikuambie mpendwa, jioni ya leo ni yeye kuna different speed, ni yeye ukaweza kuwaza mawazo ya Mungu, ni yeye ukaweza kupata ripoti ya Mungu inanena nini cha maisha yako. Bwana apewe sifa.
Ndiposa neno la Mungu linasema kwamba wakaleta wana wa Israeli habari mbaya ya nchi waliopembeleza, wakisema ile nchi tuliyowala watu wanaokaa mahali pale. Nataka nikwambie mpendwa, jioni ya leo kuna mambo tunapitia katika chini ya jua. Watu wengi wamekosa tumaini, lakini nataka nikwambia kwamba ni heri kuwa na tumaini ya Yesu Kristo, kwa sababu yeye Mungu akasema ya kwamba kuna kazi njema alianza ndani yetu, na akasema ya kwamba lazima ataikamilisha, na akasema yeye ndio Mungu anajua mwisho kabla ya mwanzo, na akasema ya kwamba kusudi lake lazima tatimie. Kwa hivyo wapendwa, jioni ya leo nataka nikwambia kwamba usitikike na ripoti ya watu, lakini yeye ukaelewa ripoti ya Mungu inanena nini juu ya siku hizi za mwisho. Ripoti ya nini inasema nini juu ya maisha yako? Kumbuka ya kwamba Mungu anaendaki na watu, na wengi wa watu Mungu anaenda na yule mtu anasikia ripoti yake na kayamini. Bwana pesipa. Ndiposa Isaya akasema ya kwamba ni nani aliyeamini ripoti iliyoleta, ama ni mkono gani uliofunuliwa kwake? Kwa sababu tumetambua na kugundua ya kwamba watu wengi hawajielewi katika imani ya Yesu Kristo, ama watu hawaelewi katika ile kazi Yesu Kristo alifanya katika msalabani. Neno la Mungu linasema ya kwamba watu wanaona msalaba kama ni upuzi, lakini wale watu wanaona msalaba kama ni faida kwao. Kwa hiyo wapendwa, jioni ya leo ni heri tukaamini ripoti ya Yesu Kristo, ripoti alifanya katika kazi alifanya katika msalabani, na akasema ya kwamba yeyote ataamini atakuwa na uponyaji. Na Bwana sifa. Kwa hivyo nashukuru Bwana kwa sababu najua ya kwamba ni heri kuamini ripoti ya Yesu, licha kwamba kuna ripoti mingi tunaposikia mpendwa, lakini kaa ukielewa ya kwamba kuna ripoti inakuhusu wewe na Mungu wako aliyekuumba. Yeye anajua mwanzo kabla mwisho, kwa sababu kusudi la Mungu ni kwamba aliumba mwanadamu akaweza kuona ufalme wake. Licha kwamba Shetani alileta magonjwa katika taifa, hata katika dunia, hata katika jamii, lakini kusudi la Mungu ni gani? Kusudi la Mungu ni kwamba kila mmoja akaweza kuamini ripoti yake. Yeye alipenda ulimwengu akapeana mwanao, ndiposa yote atamwamini atapata uzima. Bwana sifa. Nashukuru Bwana kwa sababu kwaenda kumalizia utume wangu ya kwamba nataka nisome neno la Mungu kitabu cha Ruth. Nashukuru Bwana kwa sababu huyu dada alikuwa anaitwa Ruth, na sema ya kwamba Ruth alikuwa na msimamo. Naamini kanisa ya siku ya leo, kama tungekuwa na msimamo kama ya huyu dada Ruth, hakika italisi what we are passing through, italisi what report we are hearing right now, but tukiamini ripoti ya Mungu hatuwezi tukisitikika. Kwa hivyo, kwa sababu neno la Mungu linasema kwamba wakati misingi ya ulimwengu itatingishwa, mwenye haki atakuwa wapi? Hapo ndipo wakati misingi ya maisha haya mambo inakuja inaweza kutingisha mpendwa, lakini wakati utakuwa steadfast katika faith, hakika hakuna dhuruba, hakuna mawimbi tena kutingisha watu wa Mungu. Bwana sifa. Katika kitabu cha Ruth mstari wa kwanza kuanzia 15 nasema kwamba naye tazama, shemeji yako amerejea kwa watu wake na kwa Mungu wake, basi uletee wewe ufuate shemeji yako. 16 naye Ruth akasema, usinisini kuache, niletee msifuatane nawe, maana wewe uendako nitakwenda, na wewe ukaapo nitakaa. Watu wako watakuwa watu wangu, na Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Pale utapokufa nitakufa nami, na hapo nitashikwa. Bwana anitende hivyo na kushidi. Jina la Bwana sifa. Nashukuru Bwana kwa sababu ya maneno Ruth alikuwa na msimamo, kwa sababu ya imani alikuwa nayo. Hapo ukisoma maandiko inasema ya kwamba hapo ni wakati wa Naomi alikuwa na vijana wake. Naomi vijana wake wakapotea mahali pale, lakini hapo ndipo unaona ya kwamba Naomi akaambia shemeji yake ya kwamba sasa hatuna lolote ila tumbaki pale. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu ya msimamo wa Ruth, akasema ya kwamba mahali popote utaenda na mimi nitakuwa mahali pale, usinisini kuache, niletee nisifuate nawe,
maana wewe endapo nitakwenda. Hapo ndipo kama kanisa la Mungu tunastahili tuwe, kwa sababu nikatambua ya kwamba kuna mambo mengi kama wanadamu tunaweza pitia, kukosa kuelewa msimamo tuliookolewa, ama kukosa kuelewa imani tuliookolewa nayo. Hapo ndipo unaona kanisa siku ya leo tumeacha kufuata kulingana mapenzi ya Mungu. Lakini nashukuru Bwana kwa sababu dada Ruth akasema ya kwamba mahali popote utaenda, hapo ndipo nitakuwa na akasema watu wangu watakuwa watu wako na Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Kwa hivyo nimekuja kuelezea jioni ya leo, licha ya kwamba kuna mambo mengi unaweza pitia hasa nyakati za mwisho, ni heri ukatambue wito wa Yesu Kristo ama kusudi lako Mungu aliyekuita katika chini ya wali hai. Kwa hivyo kuna mambo mengi inaweza fanya mpendwa ukaweza kutoka katika mapenzi ya Bwana ama kutoka katika mwili ya Bwana, lakini heri ukajielewe wewe ni nani katika ufalme wa Mungu. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo nimekuja kukuambia kwamba lazima tuwe steadfast in faith, kwa sababu wapendwa, usipokuwa ukikosa kuelewa wewe ni nani katika ufalme huu, kuna mambo mengi inaweza kukuondoa katika imani ya Yesu. Lakini nashukuru Bwana kwa sababu Rutu, wakati licha kwamba Naomi alimwambia Rutu akaletee katika watu wake, lakini Mungu alielewa yeye ni nani. Hapo ndipo kanisa la Mungu tunastahili tujielewe. Wakati mambo inakuja katika nyakati za mwisho, lazima uelewe haya mambo ilikuwa imekusudiwa iwe na iwe kama iwe siku ya leo. Hivyo ndipo kanisa la Mungu tunastahili kusimama katika imani ya Yesu Kristo, na hakika akasema ya kwamba yeye hawezi achilia watoto wake kangamie, lakini yeye Mungu alianza kazi yetu ndani yetu, akasema ya kwamba yeye ataenda kuikamilisha. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo ujumbe wangu siku ya leo, which report do you believe? Ama ni ujumbe gani ama ni ripoti gani wewe mpendo unaamini siku ya leo? Ni ripoti ya watu ama ni ripoti ya Mungu? Ni heri kusoma neno la Mungu ukaweza kujielewa wewe ni nani katika ufalme huu, kwa sababu kuna mambo mengi ama kuna ripoti mingi naweza kutoa katika ripoti ya Mungu. Ndiposa unaona katika kitabu tumesoma ya kwamba kama Caleb hakujielewa ama kama Joshua hakujielewa, akasema licha ya kwamba kuna watu wameleta ripoti, lakini mimi Joshua na Caleb lazima tukaamini ripoti ya Mungu. Kwa hivyo nataka nikwambie mpendwa jioni ya leo, wewe ni wakati mzuri wa mpendo kaisa kujielewa wewe ni nani katika ufalme wa Mungu. Ndiposa kila hadi Mungu amekuahidia katika maisha yako, licha ya kwamba Shetani ameleta magonjwa katika nyakati hizi, kaisa kusimama na Mungu. Hakika nataka nikuhakikishia kwamba lazima utafika eternity ama the end ile Mungu alikuwa anakuwazia. Kwa hivyo wakati nataka niombe, naamini ya kwamba ukaweza kuelewa ripoti gani unaamini hasa nyakati za mwisho. Kuna maripoti mingi inakuja katika maisha yako, ukaweza kutoka katika mapenzi ama katika wito wa Mungu, lakini heri ukaelewe wewe ni nani katika ufalme huu, katika jina la Yesu Kristo. Tuamini pamoja, tushukuru. Baba, katika jina la Yesu Kristo nakushukuru mara nyingine tena Mfalme, hakika umenena nasi katika siku ya leo ya kwamba ni ripoti gani tunaamini siku ya leo. Naamini ya kwamba watu wako ni heri wakasikie sauti yako, kwa sababu wewe ni Mungu na lifuatia jina lako na kulitimiza. Bwana, wacha ripoti yako Baba uliumba mwanadamu ndiposa akafike katika destiny ya maisha yake. Bwana, wacha mapenzi yako ikatimie. Sifa na utukufu ni zako. Kila mmoja anaposikia jioni ya leo Mfalme, wacha ukatende kulingana na mapenzi yako Jehova. Wacha tukazidi kusikia ripoti inatokana kwako, ripoti yako ya kwamba ni hakika tena ni amina. Wewe Bwana unaweza kuwa mwaminifu, wewe ni mwaminifu Bwana. Wacha mwanadamu akaweza kuwa mwongo Jehova. Baba, tunaamini ya kwamba siku ya leo ripoti yako Mfalme ni hakika ni amina. Pokea sifa na ukapokea utukufu. Ni asante kila msikilizaji amenisikia Bwana. Wacha ukalipate lako la ukalitimishe kwa sababu ya kusudi na mapenzi yako Bwana. Pokea sifa na ukapokea utukufu, na katika jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru kwa amini. Amen and amen. Mbarikiwe na mtendewe mema.